Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news. Fabidigo TV. Subscribe, like, share, comment, Fabidigo TV. Oi, mambo vipi wadau wetu wa Fabidigo TV, BM Zakaria Online TV na Arafati TV. Karibuni sana katika muda huu wa leo ambao tumepata habari zile ambazo zina trendi na kutokea. Usajili bado hujafungwa, dirisha bado halijafungwa, linafungwa tarehe 15. Leo ni tarehe 13 leo tarehe 13. Kwa hiyo kuna timu ambazo zinahitaji kufanya usajili wa haraka ili ziweze kunasa saini za wachezaji mbalimbali kutoka klabu mbalimbali. Hapa tumeleta habari ambayo ni breaking news, habari ambayo inazihusisha timu zetu ambazo sana hapa nataka niongelee Simba Football Club, ambapo kuna usajili ambao anatakiwa mchezaji wa Simba atoke kwenda nchi fulani ya Ulaya, Uturuki, ambako akacheze kombe, yani akacheze ligi kuu ya Uturuki. Huyu mchezaji sio mwingine ni Anicent Oula. Anicent Oula anatakiwa na klabu fulani ya Bursaspor ni klabu ambayo inatoka Uturuki. Imetuma ofa nyingine ambayo ni sasa na hela ya kitanzania bilioni 2.6, yani bilioni 2 na milioni 600 bilioni, ambazo kwa usajili huo Bursaspor wanahitaji saini ya mchezaji ambaye anaitwa Anicent Oula mwenye miaka 26 aliyezaliwa mwaka 2000. Anicent Oula ni mchezaji winga namba 11 wa Simba Football Club na anaweza kucheza namba 8, na anaweza kucheza namba 7, lakini ni mchezaji ambaye alionyesha kiwango kikubwa sana katika mechi ya Yanga na Simba ya dabi ya Kariakoo iliyochezwa juzi hapo Amani, uwanja wa Zanzibar. Lakini pia ni mchezaji ambaye alijionyesha kwamba yeye ni mchezaji mzuri ambaye alipanda na kushuka kwa ajili ya kutafuta mpira ili aweze kucheza mpira vizuri na kuiwezesha timu yake ya Simba labda ipate angalau matokeo mazuri kwa watani wao wa jadi. Mchezaji huyu ambaye anaitwa Anicent Oula alikuja Simba dirisha dogo iliyopita, ambao ni msimu wa mwaka 2025 na 26. Alijiunga dirisha dogo na kuisaidia Simba sana kufanya maajabu mengi na kucheza mpira mwingi sana, ambapo kawafanya Simba wawe washindi wa CRDB Cup na kuwa washindi wa Muungano Cup na kuwa wa nafasi ya pili katika ligi kuu ya Tanzania bara. Hapa sasa nakuletea habari breaking news ambazo zinaonekana kwamba ni za ukweli, ambazo klabu ya Bursaspor ambayo imetoka ni ya Uturuki, ambayo imetuma dola hiyo hapo, dola kama milioni 1, dola milioni 1 kwa ajili ya kuisajili au kumsajili Anicent Oula. Dola milioni 1 sawa na bilioni 2.6 za Kitanzania, ambazo tayari wenyewe wameweka kwa ajili ya kumsaini Anicent Oula. Sasa leo kipo kikao fulani ambacho kuna uwezekano mkubwa wa kumuuza Anicent Oula kupata fedha na nafasi ya kumsajili kiungo namba 6 mpya ndani ya siku 2. Simba wanataka kuongeza kiungo namba 6 pamoja na mchezaji wa mbele. Hapo sasa ni habari ambazo Simba wametuma ofa ya milioni ofa ya laki mbili milioni, ambazo wanahitaji saini ya kumtaka winga fulani wa Senegal, ambayo sasa sio rasmi kuongelea hizo. Nataka niongelee kuhusu Anicent Oula. Anicent Oula kama tulivyowaambia hapo kwamba ni habari niliyoisoma hapo kwamba anahitajika na timu ya Uturuki. Mara kwanza huyo mchezaji amewahi kwenda huko Uturuki na alirudi akiwa na majeruhi. Sasa hivi wanamhitaji baada ya kuona anacheza Simba Football Club na ameonekana yuko na afya safi na anakiwasha vizuri sana. Anicent Oula ni mchezaji ambaye ana miaka 26 na amezaliwa mwaka 2000 kamili. Ni mtu ambaye ana uwezo wa
mcheza mpira na uwezo wa kuisaidia timu kwa njia ya kuipandisha timu kwenda mbele na kurudi nyuma kutafuta mpira. Ni mtu ambaye apendi kukosea. Ukimwangalia sana pale ambapo anacheza mpira Anicent Aula, akikosea anajilaumu sana. Ni mtu ambaye apendi kukosea. Alafu ni mtu ambaye anafundishika, yani anafuata maelekezo ya kocha. Mimi nikimwangalia sana jinsi anavyocheza mpira Anicent Aula, ni mtu ambaye anajua chenga lakini apendi sana kung'ang'ania mpira. Yani yeye akipiga chenga moja mbili, akimwona akibabaga amefungua au mtu fulani kafungua, tofauti na Elie Mpanzu ambaye anamsubiri mtu mpaka mpige chenga, lakini yeye akiona nafasi anampasia huyo mtu. Iwe amekosea au hajakosea, lakini malengo yake na kusudi lake lilikuwa ni kwamba ampasie mtu fulani ili mpira uende sehemu fulani. Kwa hiyo basi tukiangalia upande huo kwamba Anicent Aula ni kwamba ana haki ya kuwaniwa na klabu za Ulaya kwa sababu tayari atakuwa yeye ni mchezaji wa kiwango hicho cha kuweza kucheza Ulaya. Ni mchezaji ambaye anafundishika, sio mchezaji anayecheza mpira kwa vile na kipaji labda atacheza mpira wake kama vile Elie Mpanzu. Na nitolee Elie Mpanzu, manake Elie Mpanzu ni mtu mgumu sana kueleweka, kwa sababu yeye hata umwambie kwamba acha chenga, yeye lazima apige chenga. Hata kama mwenzie amefungua anataka apige chenga. Kwa Anicent Aula ni tofauti kabisa na Elie Mpanzu. Haya ni maneno ambaye naleta kwenu kwamba Anicent Aula anahitajika na timu ya Uturuki ambayo inaitwa Bursaspor kwa ajili ya kushiriki ligi kuu ya Uturuki. Au wa Uturuki Bursaspor wametoa milioni moja ambayo ni dola, ambazo hizo dola milioni moja sasa na hela za Tanzania bilioni 2.6 wakiwa wanamuuza kwenye klabu ya Bursaspor. Na kikao kimefanyika, kimeonekana kwamba bora wamuuze tu kwa sababu wanahitaji kumsajili mchezaji mwingine. Sasa swali linakuja hivi, je, Simba kama wanamuuza Anicent Aula, je, wana malengo kweli? Wana malengo kweli ya kuchukua kombe la lolote hapa Tanzania? Je, wana malengo kweli ya kuchukua kombe la klabu bingwa Afrika? Kama hela bilioni 2 wanakubali kupata bilioni 2 kwa mchezaji mzuri kama huyu, je, kweli kuna uwezekano wa Simba kutoa kombe la klabu bingwa Afrika? Sababu kama bilioni 2 kwa kiwango walichofikia Simba, wangeona kama ni hela ndogo kwao, wangeona bora wasimuuze, wapate kumtumia huyu mchezaji ili aweze kuwasaidia sehemu fulani. Katika hayo yote naye yaongelea ni mambo ambayo nimeyapata mimi kama Fabidigo Nusanusa katika YouTube channel ya Fabidigo TV na BM Zakaria Online TV na Alafati TV, kwamba Bursaspor wamekuja miguu miwili kwa ajili ya kutoa bilioni 2.6 ambazo hela hizo wanazihitaji wapate saini ya Anicent Aula. Anicent Aula anasemaje yeye kuondoka Simba kwenda huko Uturuki? Yeye anachoangalia ni makubaliano ya Simba na klabu hiyo. Kaendapo atamuuza yeye, kwake ni manufaa, maana kule kipato cha mshahara wake utaenda kuongezeka na CV yake inaenda kuongezeka, na pia hata uchezaji wake unaweza kubadilika kwa sababu walimu wa kule ni tofauti na viwanja vya kule ni tofauti, kwamba ataonekana ni mtu mkubwa na anaweza mpira kwa sababu miaka yake na miaka 26. Miaka 26 ni miaka ya ukomavu katika mpira. Wote akina Mbappe ana miaka 27. Inaona kwamba bado ni mdogo kwa Mbappe. Kwa huyu dogo kweli anaonekana kabisa ni mdogo. Sio kama wale ambao wanasema na miaka 26 afu umri wao unaonekana kama kina Pacome, uso wao unaonekana. Huyu dogo anaonekana kweli ni mzuri. Sasa kwa taarifa hiyo tunaweza kusema usisahau kusubscribe, kulike na comment. Nami ndo Fabidigo katika Fabidigo TV na BM. Mambo vipi wadau wetu wa mitandao yetu ya Fabidigo TV. Leo tupo hapa tunatangaza mitandao ya Fabidigo TV, Alafati TV na BM Zakaria Online TV. Unaweza kusubscribe pale chini, lakini tunadhaminiwa na ofisi inaitwa Fabidigo ICT Solution. Fabidigo ICT Solution ni suluhisho la ICT. Kwa mfano, unataka kutengenezewa masuala fulani na kufundishwa masuala fulani kama vile website design, tunatengeneza na kufundisha, au sio? Network installation system tunatengeneza na kufundisha, yani masuala ya local area network wifi yale kama mnasikiaga, tunatengeneza na kufundisha. Lakini vile digital marketing, masuala ya social network tunatengeneza na kufundisha. Yes, CCTV camera tunatengeneza na kufundisha. ICT Solution, Fabidigo ICT Solution. Lakini computer maintenance and repair, tunaweza kukutengeneza kompyuta yako na kufundisha kutengeneza kompyuta, software and hardware, computer knowledge,
kwa ujumla yake tunakufundisha. Lakini pia kuna kitu kingine pia inaitwa kitu kimoja hichi inaitwa basic computer application. Wale watu wanaotaka kujua basic computer application short course ya ICT ambayo inaitwa basic computer application, Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Publisher, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, users of email and internet. Yote hivyo sisi tunakutengenezea na kufundisha. Pia tunaweza kukufundisha kama mtaalamu kwa muda mchache sana ukawa ni mtaalamu. Video production tunafundisha video production na kutengeneza, lakini pia audio production tunafundisha na kutengeneza, lakini pia tunaweza kukufanyia kitu fulani kile ambacho inaitwa computer graphics ambayo ndio imebeba video production na audio production, ambayo vyote hivi unaanza kama vile video production. Kama unavyojua video production na audio production zote ni masuala ya computer graphics. Sisi kama Fabidigo ICT Solution tunaweza kukufanyia hivyo, lakini kwa wale wanaotaka kukuza mitandao kama vile tulivyosema digital marketing, sisi tuna uwezo wa kukuzia mitandao ya YouTube, ya Instagram, TikTok na mitandao yote ambayo unajua wewe, tunaweza kukuzia kwa kuleta hela. Njoo ungie mkataba na Fabidigo ICT Solution. Tupo jijini Dar es Salaam, mtaa wa Bugunisheri. Yes, unaweza kutupata kwa namba hiyo hapo utakuwa unapita juu, au unaweza kutaja namba 0756 000 462, 0756 000 462. Unaweza kunipigia asante sana. Subscribe Fabidigo TV. Usisahau subscribe, like, share, comment. Habari za Fabidigo TV. Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news.